Kumekuwepo na mkanganyiko kwa umma, pengine watu wakishindwa kuelewa kati ya bonde Wami Ruvu pamoja na mamlaka ya maji Dar es Salaam, DAWASA. Upi utofauti kati ya DAWASA na bonde la maji la Wami Ruvu? Bodi ya maji bonde la Wami Ruvu linatekeleza shughuli zake kwa mujibu wa taratibu na sheria. Na sheria inayotuongoza sisi ni sheria ya utunzaji wa rasilimali za maji ambayo imeelezwa kwenye sheria ya mwaka 2009 ambayo imefanyiwa maboresho na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mwaka 2022. Kwa hiyo bodi yetu sisi kazi yake kubwa ni kutunza vyanzo vya maji. Sasa ukiangalia DAWASA, sisi kwetu DAWASA ni mteja. Kwa maana kwamba sisi tunatunza sehemu ile inayotakiwa maji kwenye chanzo. Na vyanzo vya maji, tunavyosema vyanzo vya maji ni nini? Vyanzo vya maji kutoka chemchem, mito, mabwawa. Hivi vyote ni vyanzo vya maji. Kwa hiyo sasa jukumu letu kubwa ni kuvitunza na kuvilinda vile vyanzo vya maji. Sasa maji yakishapatikana tunayapeleka moja kwa moja kwa mteja wetu ambaye ni DAWASA. Sasa watu wanachanganya hapo. Sisi hatumpelekei mlaji ambaye ni mwananchi Mtanzania. Sisi tunapeleka maji kwa DAWASA ambaye DAWASA sisi kwetu ni mteja. Sasa DAWASA kazi yake kubwa sasa kuchukua maji kwenye matenki, kupeleka maji ambayo ni salama, kupeleka kwa wananchi na kuweza kuhudumia wananchi. Na pale ambapo sasa changamoto linaonekana la ukosefu wa maji, mwananchi lawama zake ziende wapi? Ziende kwa DAWASA ama ziende kwenu Wami Ruvu? Labda niweke wazi hapa kwenye majukumu ya bodi ya Wami Ruvu. Majukumu yetu Bwana Odemba ya bodi ya Wami Ruvu kwanza ni kutunza vyanzo vya maji. Lakini vile vile pili ni kugawa maji. Sasa matumizi ya maji yako ni mtambuka. Mtu wa kwanza ambaye anatakiwa kupewa maji ni matumizi ya mwanadamu. Hiyo ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili ni matumizi ya viwandani. Na kipengele cha tatu ni kugawa maji kwa ajili ya mifugo na wanyama. Kwa hiyo kwenye mifugo na wanyama hapa ndio utakuta ng'ombe na wanyama pori. Kwa hiyo na viumbe vingine. Kwa sasa sisi tukisema kwamba maji yakipungua kwa DAWASA, sisi tunahusikaje? Kwa sababu sisi tuna kipengele ambacho tunashughulika na kutoa takwimu. Tunao wataalamu ambao wanashughulika na kutoa takwimu maji chini ya ardhi na kutoa takwimu maji ya kwenye mito na maji ya kwenye mabwawa na maji ya kwenye chemchem. Kwamba tuna maji kiasi gani yanaweza yakavunwa kiasi gani. Kwa hiyo DAWASA wao wanapata takwimu kutoka kwetu kwamba sasa kina cha maji kimepungua, punguzeni usambazaji. Kwa sababu hatuwezi tukasambaza yote, au kina cha maji kimepungua, tunazuia wakulima wenye mashamba makubwa wasitumie maji yale kwa sababu mtumiaji maji yakikosekana Dar es Salaam. Nani anayepaswa kuwajibika kwa mwananchi, DAWASA ama Wami Ruvu? Yakikosekana kwa mwananchi, anayetaka wa kwanza kuwajibika ni DAWASA. Sisi yakikosekana kwa DAWASA, kwa maana sisi wamiliki wa vyanzo vya maji tunampa DAWASA kama mteja wetu. Maji tulionayo ni haya, yaende kwa wananchi. Sasa inawezekana DAWASA katika miundombinu yake labda kuna upungufu hapo. Lakini sisi wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba maji na takwimu sahihi tunazitoa ili DAWASA aweze kuchukua maji kwetu kupeleka kwa mwananchi. Kumewahi kutokea scenario ya kwamba ninyi Wami Ruvu mmeisambazia DAWASA maji lakini nanyi mnasikia ya kwamba maji hayako mtaani? Labda niseme tu wazi kwamba mara nyingi vyanzo vya maji, tumesema pale mwanzo kwamba tuna maji chini ya ardhi na maji ambayo yanapatikana kwenye mito, chemchem na mabwawa. Sasa maji ambayo yanakosekana, kwa mfano kwa jiji letu la Dar es Salaam linatumia mto Ruvu pamoja na mto Wami kwa ajili ya kulisha jiji la Dar es Salaam, jiji la Pwani pamoja na mkoa wa Morogoro na mkoa wa Dodoma. Sasa maji haya wakati mwingine hayatoshelezi, na ndio maana sasa wataalamu wetu wanaohusika na maji chini ya ardhi wanaenda moja kwa moja kufanya tafiti na kumap out. Sasa ukiangalia kule Kimbiji tuna visima vingi ambavyo sasa hivi tumeshaviorozesha, na kama unavyojua serikali imeshawekeza bilioni za mapesa kwa ajili ya kuchimba visima, lakini kuweza kupata maji ambayo yatamfikia mlaji moja kwa moja. Kwa hiyo maji yale ambayo yanatoka kwenye visima yanachangia ongezeko la maji kutoka kwenye mito ambayo imepungua, ili kuweza kufidia sasa kutoka maji haya kwenye visima yaende yakasaidiane na maji haya kwenye mito kwa ajili ya DAWASA aweze kusambaza kwa mwananchi. Mwenyekiti, kumekuwepo na malalamiko mengi ya upatikanaji hafifu wa maji
katika baadhi ya maeneo yanayotegemea bonde la Wami na Ruvu. Mfano hata Dar es Salaam hapa hivi karibuni tulishuhudia kadhia kubwa sana ya ukosefu wa maji. Ni wapi hasa bodi imekosea katika usimamizi wa rasilimali hizi? Mimi nafikiri upungufu wa maji umetokana na uharibifu wa mazingira. Sasa hapa ndio swala hili ambalo mimi naweza nikasema sisi kama bodi ya Wamiruvu tunampongeza sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuidhinisha fedha zaidi ya bilioni 330 kuanzisha mradi mkubwa ambao ule mradi kimsingi uliasisiwa na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu mzee wetu Julius Kambarage Nyerere. Mwaka 1961 Julius Kambarage Nyerere alikuwa na wazo hili kwamba jiji la Dar es Salaam idadi yake ya watu inaongezeka sasa, na shughuli za kiuchumi za nchi hii zinategemea jiji la Dar es Salaam, lakini maji ya kutegemea mto wa Wami pamoja na Ruvu hayatoshelezi. Nini cha kufanya? Kwa alikuwa na wazo la kutengeneza hili bwawa. Sasa kwa serikali ya awamu ya 6 ya ambayo inaongozwa na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan imehakikisha kwamba tunapata fedha ambao tumeanzisha bwawa la Kidunda, na kama unavyoona mheshimiwa waziri wetu wa maji halali anachangamka kuhakikisha kwamba bwawa lile la Kidunda ambalo ujenzi wake umeanza 2023 na sasa mwaka huu bwawa lile linaenda kukamilika. Na nikwambie tu Bwana Odemba, lile bwawa la Kidunda linaenda kukamilika, litakuwa na uwezo wa kuzalisha lita bilioni 190 wakati kiwango cha matumizi ya maji Dar es Salaam ni lita milioni 570. Kwa hiyo sasa unaweza kuona tunaenda kuwa na bwawa kubwa ambalo linazalisha lita bilioni 190 wakati sisi Dar es Salaam na Pwani pamoja na Morogoro tunahitaji maji lita milioni 500 kwa siku. Kwa hiyo tutakuwa na kiasi kikubwa sana cha maji ambacho hatutakuwa tena na kadhia hii ya ukame au na kadhia hii ya kukosa maji katika matumizi ya mwanadamu, lakini matumizi pia ya viwanda. Kwa hiyo lile bwawa ambalo Mheshimiwa Rais ameidhinisha litaenda kusaidia matumizi ya binadamu, lakini vile vile shughuli za kiuchumi kwa maana mashamba makubwa, wawekezaji wakubwa, lakini vile vile lile bwawa litaenda kuzalisha umeme zaidi ya megawati 20 zitatokana na ongezeko la maji ambayo tunayavuna kupitia lile bwawa. Sasa wajibu wetu ni upi kama bodi ya Wamiruvu? Kuhakikisha kwamba lile bwawa ambalo ni dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais halikosi maji. Kwa hiyo sisi wajibu wetu ni kushirikisha jamii inayozunguka lile bwawa la Kidunda, kuhakikisha kwamba vyanzo vyote vya maji vinatiririsha maji kuelekea kwenye lile bwawa, ili lile bwawa likusanye reserve kubwa ya maji, ili hayo maji hata kama kuna ukame yaweze kutumika sasa kwa matumizi ambayo yamekusudiwa kwa maana ya binadamu, kilimo pamoja na mifugo. Umeeleza wazi kwamba kinachopelekea maji kupungua ni uchafuzi wa mazingira. Hii inamaanisha kwamba mmeshindwa kudhibiti uchafuzi wa mazingira unaopelekea maji kuwa hafifu. Asante sana. Labda niseme wazi kwamba si kwamba bodi ya Wamiruvu tumeshindwa kudhibiti, lakini sisi tuna utaratibu na turudi kwenye kusimamia sheria na taratibu. Tuna utaratibu kwamba kwenye bodi yetu ya Wamiruvu tunatoa vibali vya matumizi ya maji, lakini vile vile tunatoa vibali sahihi kwa ajili ya kutiririsha maji yenye kemikali. Kwa mfano mkoa wetu wa Pwani una viwanda vingi. Sasa yale maji yanayotoka kwenye viwanda utaratibu ukoje? Kwa hiyo tunao vibali ambavyo tunavitoa kwamba maji yale kabla hayajaenda kwenye mazingira yatibiwe, na tunao wataalamu wa maabara wanapima kiwango cha kemikali ambacho hakitakiwi kiende kwenye mazingira. Kwa hiyo maji yale yanatibiwa kwanza kabla hayajaenda kwenye mito yetu. Kwa hiyo na ndio maana unaweza kuona kwamba maji ambayo yanakuja DAWASA yanakuwa ni salama kwa sababu viwanda vinafuata sheria na taratibu, na tumekuwa na utaratibu wa kuvimonitor mara kwa mara. Miaka zaidi ya 60 ya uhuru katika taifa letu, unaona bado ni afya kuendelea jiji kubwa kama Dar es Salaam kuendelea kukosa maji? Na ndio maana huu mkakati sasa wa Mheshimiwa Samia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye maono yake ameyapitisha kwa Mheshimiwa Waziri wa Maji ambaye anahangaika kila saa, na yeye maono hayo ameyaleta kwetu sisi kama watendaji wa taasisi hizi za umma kwamba nini kifanyike. Na namba moja kinachofanyika, sisi sasa hivi bodi ya Wamiruvu tumepewa mitambo.
ambayo tunachimba visima kwenye jiji lote hili la Dar es Salaam kuhakikisha kwamba kama Wamiruvu imekosa maji, basi wananchi wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani hawakosi maji, kwa sababu visima vinachimbwa na tumeshaanza kukamilisha visima 6 wilaya ya Ilala. Hivi sasa hivi ninavyozungumza, kwenye wiki hii ya maandalizi ya wiki ya maji, tunategemea na wataalamu wetu wameshatuambia kwamba katika jiji la Dar es Salaam tuna maeneo 30 yatachimbwa visima vipya, mbali na vile visima ambavyo viko Kimbiji. Kwa hiyo unaweza kuona wazi kwamba Mheshimiwa Waziri ana nia ya dhati kabisa katika kuhakikisha kwamba mwananchi wa Dar es Salaam anaondokana na kadhia hii. Lakini ukiangalia mtandao huu ambao sasa hivi Mheshimiwa Rais anasema lazima tuingie kwenye gridi ya taifa ya maji. Sasa hili bwawa la Kidunda linaenda kuwa mbadala. Mto wa Wami wa Ruvu ukipungua, bwawa la Kidunda linakuwa na uwezo wa kutiririsha maji hata kama kiangazi. Changamoto hii ya maji imekuwa ni changamoto kubwa sana, na ni changamoto ya muda mrefu ambao Watanzania wanadhani ya kwamba katika miaka mingi hizi za uhuru wasingepaswa kuwa na changamoto ndogo ndogo kama ya ukosefu wa maji katika majiji makubwa kama jiji la Dar es Salaam, na badala yake wanaona kabisa ni kama kuna uzembe wa wazi unaofanyika, na uzembe huu mnaofanya ninyi ambao mmepewa majukumu ya kutunza vyanzo vya maji. Kwa nini mnafanya uzembe na kusababisha Watanzania walio wengi kukosa maji, mwenyekiti? Mimi kwanza niseme tunakushukuru, ni kueleze wazi na Watanzania wanatakiwa wajue kwamba bodi ya Wamiruvu na bodi nyingine zote za mabonde ambazo tumepewa jukumu la kutunza vyanzo vya maji. Sasa niongelee bodi yetu ya Wamiruvu. Hapa hakuna uzembe, na hapa kuna utekelezaji wa sheria, kanuni na taratibu. Kwa mfano, tulikuwa hapo awali kwenye bodi kulikuwa kuna migogoro mingi ya wakulima na wafugaji. Katika kila mmoja na struggle kutumia vyanzo vya maji. Kwa hiyo mkulima anataka akalime bamia kwenye vyanzo vya maji. Wakati huo mfugaji anataka akanyweshe maji ng'ombe kwenye vyanzo vya maji. Sasa unaweza kuona kwamba mfugaji anapitisha ng'ombe kwenye bamia za mkulima ambaye yuko kwenye vyanzo vya maji, wakati huo mkulima naye yuko mle. Kwa hiyo nini kinatokea? Kinachotokea ni kwamba vile vyanzo vyote vya maji vinaharibika. Maana yake mazingira yale yameharibika. Sasa kwa maono ya Mheshimiwa Rais, kwa maono ya Mheshimiwa Waziri wetu wa maji, akatuagiza na sisi tunatekeleza kwamba tutengeneze jumuiya za watumia maji kutoka ngazi ya vijiji, kwa sababu kule ndio kwenye vyanzo, na kutoka ngazi ya kata, kwa sababu kule ndio kwenye vyanzo. Lakini vile vile tushirikishe kamati za ulinzi na usalama za wilaya, kamati za ulinzi na usalama za mkoa. Na niseme wazi, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dar es Salaam, kwa maana ya jiji la Dar es Salaam, tunashirikiana nao vizuri sana katika kutunza vyanzo vya maji. Utaweza kuona Msimbazi na maeneo mengine. Lakini kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Pwani, wakati tuna scarcity kubwa ya maji, kwa hiyo tumeweza kushirikiana. Lakini kubwa zaidi ambalo mimi naweza nikasema kwamba imekuwa ni mkombozi, uwezo wa rais pamoja na waziri kuweza kusaidia shughuli mbadala za kiuchumi, kwa sababu mwananchi huyu umeshamwambia asiende kunywesha ng'ombe kwenye vyanzo vya maji, na mkulima umemwambia asiende kulima kwenye vyanzo vya maji. Sasa afanye nini? Ndio serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan ikatoa fursa sasa kwa wafugaji kutengenezewa water trough, kwa maana mabirika madogo madogo ya kunywesha maji ng'ombe wao au mifugo yao jirani kuliko kupeleka kwenye vyanzo vya maji. Kwa hivyo inakuwa mbali kidogo. Mgogoro huu wa wakulima na wafugaji katika vyanzo vya maji umekuwa ni mgogoro wa muda mrefu sana vile vile, na tuliona wakati mwingine wakiingia katika ugomvi mkubwa, wengine wakijeruhiana wao kwa wao, wakulima wakilima karibu na vyanzo vya maji, wafugaji wakipitisha ng'ombe zao na kuharibu mazao yao, na kuna wengi ambao huenda walipoteza maisha yao kutokana na migogoro hayo. Hatua ambazo bodi mmechukua zinaonekana ziridhishi katika kusuluhisha migogoro hizi za muda mrefu. Labda mimi nikuambie sasa Bwana Odemba na Watanzania wajue kwamba bodi yetu ya bodi ya Wamiruvu wakati tunaanza kufanya majukumu yetu, Morogoro ilikuwa haikaliki kati ya mkulima na mfugaji. Kwa hiyo tukajiuliza swali, ili mkulima na mfugaji nini kifanyike? Ndio maana tulienda kutengeneza zile jumuiya za watumia maji, ambazo jumuiya hizo wajumbe wake ni kina nani? Kuna mfugaji mle,
kuna mkulima mle. Kwa hiyo zile jumuiya za watumia maji, mfugaji anaulizwa, ili usiende kupeleka mifugo yako kwenye vyanzo vya maji, nini kifanyike? Anasema mimi nitapeleka mifugo, hata huwezi kunikataza kwa sababu atakunywa wapi ng'ombe wangu? Kusema okay, kwa hiyo kumbe kitu cha kufanya hapa, tutengeneze mabirika madogo ya kunyweshea mifugo nje ya maeneo ya uhifadhi wa maji. Na huyu mkulima naye sasa, mmeshaniambia niache kulima bamia na mboga mboga na mahindi ambayo nitaenda kuuza Dar es Salaam, soko lipo, nini nitafanya ili kuweza kupata kipato? Kwa sasa ndio tukaja na mkakati sisi kama bodi ya bonde la Wami Ruvu. Mkakati wetu namba moja, kumwezesha huyu mwananchi aweze kuwa na kipato, ni kutengeneza fursa za ujasiriamali, kwa maana kwamba katika maeneo yale yale, badala ya kwenda kukata mkaa, badala ya kwenda kulima bustani, aende akaweke mizinga ya nyuki. Katika maeneo yale yale, badala ya kukata mti, aende akapande mti wa karafuu, aende akapande mmea wa mchikichi, ambayo mmea wa mchikichi utamzalishia mafuta, atauza. Kwa sababu tayari tumeshajifunza Kigoma pamoja na Zanzibari kwamba mkarafuu una thamani kiasi gani. Kwa hiyo sasa unaona nini kinachotokea? Kinachotokea ni kwamba huyu mkulima sasa, kule kwenye chanzo cha maji, kwanza kuna mzinga wake wa nyuki, ana uhakika wa kuvuna asali. Lita moja ya asali zaidi ya shilingi 20,000, na mzinga mmoja unaweza kuchukua lita hata 15. Kwa hiyo kuliko kulima bustani, anasema naenda kukagua. Kwa hiyo anaenda kukagua kwa wakati huo, moja kwa moja automatically anatulindia vyanzo vyetu vya maji. Na ndio maana unamuona mwananchi wa Dar es Salaam na maeneo mengine ana maji ya uhakika. Na kubwa zaidi ambalo sisi tunaweza tukasema tuna celebrate kama bodi ya Wami Ruvu ni uwezo wa bodi kushirikisha hawa wadau na kukaa meza moja. Leo hii mkulima na mfugaji, Bwana Odemba umeongea kwamba walikuwa wanapigana, na ni kweli tulishuhudia kesi nyingi zamani za watu kupigana mpaka mapanga, risasi, fimbo, lakini sasa hivi mkulima na mfugaji wamekuwa marafiki kwa sababu wanashirikiana kwenye ulinzi wa vyanzo vya maji. Mfugaji anayo ile sehemu ya kunywesha kwa utaratibu, lakini na wakati huo mkulima anayo ile sehemu ya kuzalisha kipato chake ambacho mbali na kufanya shughuli za kilimo kwenye maeneo ya vyanzo. Kwa hiyo kwa wakati huu migogoro baina ya wafugaji na wakulima zimeisha kabisa. Kwa serikali hii ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, migogoro hakuna. Na kwa sababu tu ni kwamba kamati zile za jumuiya ya maji pia zimepewa fursa ya kwenda ku-access mikopo, kwa sababu ni jumuiya ambazo zimesajiliwa. Wamepewa fursa ya kwenda ku-access mikopo ya 10%, ambayo sasa hivi imeongezwa kwa vijana, inakuwa 15%. Kwa hiyo unajikuta, kwa mfano tulikuwa tuna kamati zile za vijana wale wazalishaji kule kwenye bonde la Msimbazi, wamejiunga, wanafanya shughuli zao kwenye vyanzo vya mto na kusafisha, lakini nini wanafanya sasa cha ziada? Wanachakata vitu vingine ambavyo zamani walikuwa wanaharibu mazingira, sasa hawaharibu tena mazingira, kwa sababu kwanza ana shughuli ambazo zinamzalishia kipato. Kumekuwa na madai ya kuwa baadhi ya vibali ya matumizi ya maji vinatolewa bila ufuatiliaji wa kutosha. Bodi inathibitishaje kuwa hakuna rushwa au upendeleo yoyote inayotolewa katika utoaji wa vibali hivyo, mwenyekiti? Asante sana. Kwanza katika bodi yetu na kwa serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya 6, kwa rushwa hakuna, kwa sababu tunao utaratibu maalum. Mtu anayetaka kutumia maji ima majumbani, kwenye viwanda, kwenye kilimo au ufugaji, kwa sababu tuna ufugaji pia wa samaki. Labda nizungumzie kuhusu ufugaji wa samaki. Unakuta wale wakulima zamani ambao walikuwa nalima kwenye vyanzo vya maji, sasa hivi bodi inawawezesha kutengeneza mabwawa madogo madogo wakafuga samaki. Sasa unaweza kuona Bwana Odemba, migogoro tena haipo kwa sababu anafuga samaki. Sasa turudi hapa kwenye vibali. Kuhusu utoaji wa vibali kuna utaratibu maalum. Sisi kama bodi, moja ya jukumu letu ni utoaji wa vibali wa matumizi ya maji. Kwa hiyo vibali hivi vinatoka kwa kujiridhisha, kwa sababu tunao wataalamu wa maji chini ya ardhi na maji juu ya ardhi. Kwa hiyo wa maji chini ya ardhi, kama unataka kuchimba kisima, sisi tuna fomu maalum, unajaza, tunakuuliza ni sehemu gani, na hiyo sehemu je, hakuna kisima kingine na unahitaji maji kiasi gani. Kwa hiyo tutakuchaji gharama au tutakushauri kwamba kwa maji hayo unayohitaji kiasi hicho kwenye eneo hilo utaathiri sehemu ya jamii kule. Kwa mfano tunao wakulima ambao walikuwa nasema wanataka kufanya kilimo cha umwagiliaji, lakini ukiangalia kiwango cha maji katika lile eneo hakitoshelezi, kwa sababu binadamu ataenda kupata tabu, kutakuwa na shida. Maana yake nini? Maana yake kutakuwa na vurugu. Kwa hiyo hatukupi kibali mpaka tujiridhishe kwamba sehemu hiyo mkulima, mwananchi ambaye ni namba moja, kwa sababu anayetakiwa kuhudumiwa
namba moja kwenye huduma ya maji ni mwananchi. Na mmekuwa mkifanya hivyo? Na tumekuwa tukifanya hivyo, na tuna utaratibu maalum, na pesa haiendi kwenye mkono wa mtu, kwa maana anaweza akapokea rushwa akafanya nini. Tuna control number maalum ya serikali ambayo ukishajaza ile fomu wameshakuja wataalamu wetu kukupimia, na hata ukiyapata hayo maji tunaleta wataalamu kupima, je, yana usalama kwa afya na matumizi ya mwanadamu. Na vipi bodi ina mamlaka ya kuweza kusimamisha au kufuta vibali ambavyo vimetolewa kwa yule mtu ambaye atakuwa na matumizi yasiyo sahihi? Naam, mamlaka hayo tunayo, ni sahihi kabisa. Na mmeshafanya hivyo? Yes, na tumeshafanya hivyo, na wapo tuliowafutia vibali na wapo tuliowapeleka mpaka mahakamani, kwa sababu unakuta amepewa kibali cha kufanya kiwanda, lakini wakati huo kiwanda chake kinatiririsha maji yenye sumu, kwa sababu watumiaji wote wa maji kwenye viwanda wanatakiwa wawe na treatment plant, kwa maana sehemu ya kutibu maji taka, kwa sababu yale maji taka yakishatibiwa yanatakiwa yarudi kwenye mazingira. Kwa hiyo yasije yakaathiri mazingira, na tunapima, ndo wataalamu wetu wa maabara wanayapima. Kwa hiyo ukishayatibu, wataalamu wetu wa maabara wanakupitia kuja kupima haya yanayoenda kwenye mazingira, je, yako salama? Na tukishajiridhisha tunakupa kibali tena kingine kwamba sasa unaruhusiwa kudischarge. Kwa hiyo sasa wakati mwingine tunatumia busara pia, kwa sababu huyu mwekezaji ametumia busara, ametumia fedha katika kuwekeza kiwanda, lakini bado. Kwa hiyo tunatoa warning na tunampa assistance ya wataalamu kumshauri dawa gani sahihi ya kutibu maji yako, vitu gani vifanyike. Kwa hiyo vitu vyote vikishafanyika hajafanya, basi sheria nyingine kali zinachukuliwa na adhabu yake kulipa fine ama kupelekwa mahakamani kwa ajili ya kulikuwa na tuhuma vile vile ambayo ilisemekana kwamba shida kubwa ambayo ilikuwa inasababisha ukosefu wa maji ni kwamba ninyi wadhibiti kwa maana ya Wamiruvu mlikuwa mnatoa maji kuelekea kwenye maeneo ya viwanda kwa kiwango kikubwa kuliko maji ambayo yalikuwa yanakuja kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Unasemaje kwenye hilo mwenyekiti? Kwanza kwenye hilo, kwenye kutunza vyanzo vya maji vinahitaji utashi wa kushirikisha. Na Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo kupitia waziri wetu wa maji Bwana Juma Hamidu Aweso kwamba bodi zote za mabonde tushirikishe wananchi. Sasa hapo ndo tunakuja uchepushaji wa maji si kibali. Kwa hiyo unaweza kukuta mwananchi mwenye shamba lake juu ya milima ya Ngerengere anachepusha maji usiku, anaenda kufunga mto, anachepusha maji yaende kwenye mashamba yake. Kwa hiyo kwa sababu tumetengeneza network, tumetengeneza mfumo maalum, na kwa sababu tunashirikisha, zile kamati zinapata taarifa. Na mliwahi kuwabaini watu? Na tulishabaini hilo. Na niseme tu wazi ni kwamba nipongeze kamati za ulinzi na usalama za mkoa wa Morogoro, mkoa wa Pwani na mkoa wa Dar es Salaam kwa kuweza kushirikiana na sisi vizuri, kwa maana kwamba wakati mwingine tulifanya doria mpaka usiku. Tulienda huko Kitomondo, tukagundua kwamba maeneo yale kuna mkulima alichepusha maji lakini ni usiku, alafu hakuwepo eneo la tukio. Kwa hiyo na maji yalikuwa hayaji katika mtiririko unaotakiwa. Kwa hiyo wakati mwingine tunafanya doria hizi na taarifa tunazipata kupitia kamati zile au jumuiya zile za watumia maji kutoka kwenye ngazi ya chini kabisa. Na ndio maana uwezo wa kushirikisha, ukishirikisha jambo linakuwa na uendelevu. Kwa hiyo hata kama bodi iko huku, wataalamu wako huku. Naona leo hii Mheshimiwa Waziri yuko China anashughulikia mtandao wa maji wa kitaifa hapa, ili maji huu mtandao tutautengenezaje, lakini sisi wadau wake huku chini tunafanya kazi hii ya kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu. Sasa ndio vile vile jumuiya zetu hizi ngazi ya chini na zenyewe zinafanya kazi hata kama sisi hatupo maeneo hayo ya vijiji na vitongoji katika maeneo husika. Na hao ambao mnakuwa mnawakamata, ni hatua gani ambao mnakuwa mnawachukulia? Kwanza kuna fine. Lakini vile vile kuna adhabu kwa mujibu wa sheria, kwa sababu hatujitungii tu sisi, ni kwa mujibu wa sheria na taratibu. Kuna faini yake na mtiririko wa adhabu yake upo wazi kabisa. Na kuna watu ambao umeshawachukulia? Yes, na kuna watu ambao tushawachukulia hatua, wengine ambao tumewapa warning, kwa sababu wakati mwingine mtu anafanya kutokujua, japokuwa sheria inasema kutokujua sheria haina maana uvunje sheria.
Kwa hiyo hatua tunawachukulia, lakini wakati mwingine sisi tunapenda urafiki, kwa sababu wakati mwingine mtu amechepusha, hakujua huko mbele kutakuwa na madhara gani, tunajaribu kumpa elimu. Na ndio maana kwenye bodi yetu ya Wamiruvu tuna wataalamu wa aina tofauti tofauti. Tuna wataalamu wa maji, lakini tuna wataalamu pia wanaosaidia kujenga mahusiano kati ya bodi na jamii. Kwa wale maafisa maendeleo ndio jukumu lao hilo, kutoa elimu. Na ndio maana sasa hivi tunaenda kwenye mpaka mashule. Sasa hivi bodi ya Wamiruvu tunaenda kutengeneza klabu za mazingira za kutunza vyanzo vya maji kwenye shule za msingi. Na kwa kiwango gani mmedhibiti uchafuzi wa maji katika bonde hizi? Mimi naweza nikasema ni zaidi ya 90% mpaka sasa, kwa sababu uchafuzi mkubwa kwanza ulikuwa ni mifugo. Unaweza kuona kwamba mifugo na kilimo kupita na kukanyaga vile vyanzo vya maji. Sasa tumeshaweka utaratibu wa ng'ombe wakonyeshwe wapi na kilimo kifanyike wapi, au shughuli gani zifanyike za kiuchumi kwa mwananchi aweze kupata kipato. Kwa hiyo uchafuzi wa mazingira umeanza kupungua kwa kiasi kikubwa sana, japokuwa haiondoi kwamba bodi sasa iache kutoa elimu. Na ndio maana tunakuja kwenye vyombo hivi vya habari kuhabarisha umma kwamba jukumu la utunzaji wa mazingira ni jukumu letu sote. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba tusipotunza mazingira, leo hii serikali imeinvesti pesa nyingi, bilioni za hela kwenye kutengeneza matenki. Yale matenki yanaweza kuwepo pale na yakawa na maji kama kwenye vyanzo vya maji vinatiririsha maji. Tumezungumzia bwawa la Kidunda, lakini tuna bwawa kubwa pia la Mindu. Lile bwawa la Mindu kule Morogoro ndio linalolisha maji pale Morogoro mjini. Sasa kama vyanzo vinavyopeleka maji kwenye bwawa la Mindu au bwawa la Kidunda au kwenye mito hii ya Wami pamoja na Ruvu vimeathiriwa, matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba kutakuwa na upungufu wa maji. Matokeo yake kuna upungufu wa maji, matenki yetu yatakuwa matupu. Usalama wa nchi tunauweka mashakani. Na sisi kama bodi ya Wamiruvu hatuko tayari kuweka usalama wa nchi mashakani. Na kwa sababu gani hatuko tayari? Kwa sababu Mheshimiwa Waziri wa Maji mwenyewe hayuko tayari, na unamuona halali na anafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba mwananchi anapata maji kama alivyokusudiwa. Na hii anatimiza ndoto ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyosema kwamba tunamshusha ndoo mwanamama, tunamtua ndoo mwanamama kichwani. Wakati wa vurugu za Oktoba 29 ambapo jeshi la polisi weka watu kusalia ndani, kulikuwepo na uvumi uliovuma ya kwamba kwamba DAWASA imeweka sumu kwenye maji, na wewe umeeleza hapa kwamba maji ya DAWASA yanatoka kwenu. Jambo kama hili linawezekana? Maanake tuseme tu kwamba sio DAWASA, hata mtu yeyote anaweza akiweka sumu kwenye mto, inaweza ikawa na madhara kwa binadamu. Ama ni njia gani ambazo mnatumia kupambana na mambo kama haya? Asante sana. Kwanza ni kuhakikishie hakuna maji yatakao kwenda kwenye mitambo ya DAWASA yakiwa na sumu, kwa sababu tangu kwenye vyanzo yanadhibitiwa na utaratibu. Wataalamu wetu wa udhibiti ubora wa maji wapo, wanayapima kila hatua, wanayaratibu kila hatua kuhakikisha kwamba maji mpaka yanaingia kwenye mitambo ya DAWASA yako salama. Na wakati huo DAWASA na wenyewe yakiwa ndani ya mitambo kabla hajamfikia mwananchi, na yenyewe yanatibiwa, na yanatibiwa kwa gharama kubwa, kwa sababu ukizungumza na DAWASA wanasema kwa siku wanatumia zaidi ya milioni 10 kwenye kutibu maji. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba na sisi wataalamu wetu hawalali. Ndio maana tunao vitengo vya maabara. Unaweza kusema hawa Wamiruvu wana hospitali. Sisi hatuna hospitali. Hospitali yetu ni kutibu maji. Hospitali yetu ni kupima maji. Kwa hiyo kwa nini tunafanya hivyo? Tunahakikisha kwamba mwananchi anapata maji safi na salama. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ni mkakati gani wa muda mrefu bodi imeweka kuhakikisha upatikanaji wa maji unaendelea kuwa wa uhakika? Kwanza, mkakati namba 1 ni bodi sasa kuongeza jitihada katika kuchimba visima maji chini ya ardhi, kwa sababu tumefanya tafiti, na nikwambie tu wazi kwamba bodi yetu ina wataalamu wengi. Tuna wataalamu ambao wao jukumu lao ni kufanya tafiti tu. Na wanafanya tafiti yani, wanafanya tafiti kubaini vyanzo vipya vya maji. Wapi kuna maji, kuielekeza idara nyingine, maji yako sehemu
fulani. Kama nilivyokuambia, Dar es Salaam tumeshafanya tafiti hata kwenye wilaya ya Ilala ambapo spika wetu wa bunge anatokea hapo. Tumefanya tafiti, tumegundua kuna maeneo yana maji na tumeshachimba, hivi ninavyokuambia tumeshachimba visima 6. Na leo hivi ninavyozungumza hapa kuna mitambo iko mkoa wa Pwani, mkoa wetu wa uwekezaji wa viwanda, tunachimba visima 2. Kwa maana yake nini? Maana yake huu ni mkakati kuhakikisha kwamba hakutakuwa na upungufu wa maji kwenye vyanzo vya maji, lakini kwenye visima pia vile vile. Kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa, tukishakamilisha kuchimba hichi kisima tunakabidhi kwa DAWASA. Kwa hiyo sasa DAWASA kazi yao ni kupampu kutoka kwenye kisima kupeleka kwenye matenki na kumpelekea mlaji. Hiyo ni jukumu lao. Sisi kuhakikisha kwamba maji yapo na yanafika huko. Lakini huo ni mkakati namba 1 wa kuchimba visima. Lakini mkakati namba 2 ni huu sasa wa bwawa hili la Kidunda. Kulitunza, kuhakikisha uratibu wake unakwenda kama ulivyo, ili hizi lita bilioni 190 ziwepo kwa wakati na zitumike kipindi ambacho kuna shida ya maji. Lakini vile vile mkakati mwingine ambao tunauendelea ni kuhakikisha kwamba jumuiya za watumia maji zinakuwa karibu na wananchi, kwa maana kwamba wananchi ndio wenye vyanzo vya maji. Sasa huyu mwananchi ili aweze kuwa karibu na jumuiya za watumia maji au aweze kuwa karibu na bodi, maana yake ni kwamba lazima ashirikishwe. Na ndio maana bodi yetu sasa hatujajifungia. Tumefungua milango kwa taasisi za umma, taasisi za kifedha, taasisi za private, kwa mfano makampuni makubwa Coca-Cola, maviwanda makubwa ya kuzalisha bidhaa mbalimbali, tushirikiane katika kutunza hivi vyanzo vya maji. Kwa maana kwamba tukiwa na bajeti ya pamoja, tukiita wadau wa mabenki, kwa sababu leo hii benki wanahitaji watu wakafanye biashara, wawekeze fedha zao kule. Sasa kama watu biashara hawezi kufanya kwa sababu shughuli za kiuchumi zimedorola kwa sababu maji hakuna, sasa sisi watu wa vyanzo tunatoa milango yetu iko wazi kwamba watu wa mabenki tuje tufanye nao kazi. Na WWF atakuwa ni mfano. Tuliweza kushirikiana nao na wakatusaidia, wamechangia ujenzi wa water trough, kwa maana mabirika ya kunyweshea mifugo katika kata kama 3 hivi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tumepata sola, lakini tumepata mabirika haya ambayo yamesaidiwa kupitia wadau mbalimbali. Kwa hiyo milango iko wazi, taasisi mbalimbali ziweze kufanya kazi. Ripoti mbalimbali zinaonyesha baadhi ya vyanzo vya maji vinaendelea kuharibiwa na kwa njia za makusudi kabisa na watu ambao pengine hawana nia njema ama dhamira njema ya kutunza vyanzo vyetu vya maji. Ni njia zipi za ulinzi ambazo mmeweka ninyi kama bodi, ukiachilia ulinzi kwa maana ya jeshi la polisi? Ninyi kuna namna yoyote ile ambayo mmeweka mfumo wenu wa ulinzi wa kuhakikisha kwamba mnatunza vyanzo hivi vya maji? Sasa hapa labda siwezi kusema siri, lakini zile jumuiya za watumia maji wale ni kama informa wetu, ni watu ambao wanatupa taarifa ni nani anachepusha maji katika maeneo huko, kwa sababu sisi bodi zetu zina maeneo tofauti. Tunaishi, tuna ofisi Dar es Salaam, tuna ofisi Morogoro, tuna ofisi Dodoma. Sasa hatuko moja kwa moja field kule. Sasa sisi tuko field kule kupitia zile jumuiya za watumia maji. Kwa hiyo jumuiya ya watumia maji ndio mlinzi namba 1. Lakini jumuiya yenyewe ya mtumia maji sio mlinzi namba 1 pia. Kwa jumuiya ya mtumia maji mlinzi namba 1 ni mwananchi. Kwa hiyo mwananchi anatoa taarifa kwa jumuiya za watumia maji. Jumuiya ya watumia maji inatupa taarifa sisi kuhakikisha kwamba huku kuna ubadhilifu wa namna hii. Na ipo kweli, kuna watu wanaanzisha mashamba sehemu ambao sio, bila kufuata utaratibu. Na hata katika jiji la Dar es Salaam kuna watu wanachimba visima bila kufuata utaratibu. Kwa tunapata taarifa. Tuna vyanzo vyetu sisi kama taasisi, taasisi ya umma, taasisi ya serikali, tuna vyanzo ambavyo vinatupa taarifa. Kuna visima vikubwa vinachimbwa au kuna miradi mikubwa inafanyika maeneo fulani, basi sisi tunaenda tunatoa taarifa, tunampa notice asimamishe mpaka afuate taratibu. Asipotii basi sheria na taratibu zinatakiwa zifuatwe, na tunazo kesi ambazo tumepeleka. Madhara yale ambayo yamekuwa yameyasababisha kabla ninyi kufikia mnazikompa zetu vipi? Manake mpaka mmegundua kwamba kuna jambo liko hapo, pengine unaweza ukakuta kwamba ameshakaa muda mrefu na kama ni madhara ameacha madhara makubwa. Yes. Miongoni mwa hatua ni hizo penalty. Kwa hiyo tunazo penalty ambazo tunawatoza wale kwa kufanya makosa namna hiyo.
Kwa hiyo kuna penalty ambazo ziko kwa utaratibu kwa mujibu wa sheria kwamba mtu akifanya kosa hili adhabu yake ni hii, lakini kuna penalty namna hii, na akikiuka hizi basi kesi inaweza kwenda mahakamani. Na hizo penalty pamoja na tozo ambazo mnakuwa mnatoza kwa watumiaji wa maji, shughuli zake kuu ni nini? Shughuli zake kuu zinarudi tena kwenye utunzaji wa vyanzo vya maji. Na nimezungumza wazi hapa kwamba tunatoa mizinga kwa jamii. Wananchi tunawapa mizinga wale ambao walikuwa wanafanya shughuli zao za kiuchumi pembezoni mwa mito au pembezoni mwa vyanzo vya maji. Sasa zile pesa ambazo tunazikusanya zinarudi kule, na bado tunapata ruzuku pia kutoka serikalini, ambazo hizo sasa ndo tunasaidia. Unaona miradi mikubwa kama kutengeza water trough, kwa maana ile nywesheo la ng'ombe. Kwanza unahitaji pampu, na pampu kijijini utakuta ni porini, hakuna umeme, unahitaji sola. Kwa hiyo unakuta investment ya nywesheo moja la maji zaidi ya milioni 20 au kwenda juu. Kwa hiyo pesa ile inatokana wapi? Inatokana na ruzuku za serikali, lakini na penalty na tozo mbalimbali ambazo, au na collection mbalimbali ambazo tunazipata kutoka kwa wadau wetu. Kwa hiyo mdau ambao mwingine ambao tunawadai ni hizi mamlaka za maji. Na nimezungumza wazi, mamlaka za maji na zenyewe ni wateja kama walivyo wateja wengine ambao wewe ukisema unasema bwana, mimi bwana Odemba nataka nichimbe kisima changu, na kwa mfano tunatoa vibali vya kuchimba kisima, unaruhusiwa, ila unafuata utaratibu. Tunao wataalamu wetu wanakuja wanakushauri, na unachimba kisima kwa matumizi binafsi. Kisima ukikichimba wewe mwenyewe ni shilingi 70,000 tu, utatumia mpaka mwenyewe Mwenyezi Mungu atakapokuchukua, kwa kulipa shilingi 70,000 tu kwa mwaka, ama moja kwa moja. Ila gharama za kuchimba ndo utazitumia mwenyewe. Ukiamua kutafuta private company sawa, lakini ukija kwenye taasisi tunayo pia mitambo ya kukuchimbia, tutakuchaji kwa mujibu wa taratibu na sheria. Na hiyo ni kwenye mzunguko wa mikoa hizi ambazo unazisimamia. Umenieleza ya kwamba mkoa wa Dar es Salaam na visima 6 ambavyo vimechimbwa na tayari vina maji. Yes, vina maji. Kwa maana hiyo ya kwamba sasa hivi Dar es Salaam swala la ukosefu wa maji haiwezi kawepo tena. Na nadhani pengine baadaye utabidi uandae kipindi kingine turuhusu simu. Unaweza kuona kwamba sasa hivi maeneo yale ambayo yalikuwa yana shida, na Mheshimiwa Spika juzi wakati tunamkabidhi moja ya kisima alisema wazi kwamba hapa mmenivisha nguo, mmenikomboa, kwa sababu haiwezekani Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hana maji kwenye jimbo lake. Kwa hiyo tulivyoenda wataalamu wetu wakatambia hapa kunayo maji, na Mheshimiwa Waziri tulivyomwambia kwamba sisi takwimu, maana sisi tuna wataalamu wetu wa maji chini ya ardhi, wanatuambia hapa tunayo maji, hakusita. Alitoa amri wizara itupatie mitambo, na tumepata mitambo ya kuchimba visima. Sasa bodi yetu ya Wamiruvu tutachimba visima mkoa wa Dar es Salaam, tutachimba visima mkoa wa Pwani, tutachimba visima mkoa wa Morogoro na mkoa wa Dodoma, kwa maana kuweza kupunguza uhaba wa maji. Kwa hiyo tunatarajia, lakini haiwezi kamaliza uhaba wa maji, tatizo la ukosefu wa maji baada ya Kidunda. Nakwambia na nakuhakikishia, baada ya Kidunda zile lita bilioni 190 ambayo litaenda kufuta kabisa uhaba wa maji kwa jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine, utaoga mara 3. Kama ulikuwa unaoga mara 2, utaoga mara 3. Visima hizi 6 ambazo unasema zimechimbwa tayari na zina maji, ukiongeza na Wami, Ruvu, bado kwenu mnaona haiwezi katatua ukosefu wa maji katika jiji hili la Dar es Salaam? Mpango mfupi kwa jinsi wataalamu wetu walivyotujulisha, na tulikuwa tunasoma ripoti wiki iliyopita, wametuambia wamesha map out maeneo 30. Kwa hiyo katika maeneo 30 Dar es Salaam tayari tumeshachimba visima 6. Mwezi huu tunaozungumza, na leo hii ninavyokuambia, wako mkoa wa Pwani wanachimba visima 2, kimoja kimekamilika na sasa hivi wanaendelea na kingine. Kwa hiyo tutakuwa na visima 8, lakini maeneo ambayo tumeamapu na yote tutayafanyia kazi ni maeneo 30. Visima hivi 6 ambazo umechimba Dar es Salaam zinatoa lita ngapi? Kitakwimu na nafikiri sasa hapo kuna kisima kimoja ambacho kinatoa lita 200,000 kwa saa. Lita 200,000. Kwa hiyo unaweza kuona ni ukubwa kiasi gani, lakini na uhitaji wa maji Dar es Salaam sasa, kwa sababu hivi visima vinachangia mahitaji ya maji kutoka kwenye miradi mikubwa ya Wamiruvu, kwenye mitenki mikubwa. Kwa hiyo hivi ni ziada, kwa maana ikikosekana maji kwenye mitambo mikubwa ya kutoa maji kwenye mto, basi mwananchi huyu asilale bila kupika, asilale bila maji, ikaleta mgogoro kwenye familia. Kwa hiyo hivi visima kazi yake kuchangia maji katika maeneo yale ambayo yana shida hasa ya maji, ili kuweza kutumika mpaka sasa hivi. Na mpaka sasa hivi visima 6 vimeshaanza kutumika. Na maeneo gani korofi ambayo mnaona, kwa sababu umenieleza hapa kwamba kuna baadhi ya maeneo ambako
kama kuna maji zinazotoka Ruvu, manake mnafungulia visima kwa ajili ya kuvisaidia. Ni maeneo gani ya hasa katika jiji hili? Katika jiji la Dar es Salaam, maeneo ya Kimara ni yana changamoto. Maeneo ya stendi ya Magufuli ya hayati ile yana changamoto. Yes, Mbezi Luis yana changamoto. Na kule pia tutapeleka hii huduma ya kuchimba visima. Na visima hivi mmevichimba wapi hapa Dar es Salaam? Vimechimbwa kwenye maeneo, kwenye mitaa husika. Unajua hivi visima sio sehemu tengefu kama vile ilivyo Kimbiji. Visima ambavyo viko special, sehemu tengefu, na hiyo sehemu tumeekea beacon kabisa, zuio la watu wasifanye shughuli zao za kimifugo, ufugaji na makazi au kilimo ni Kimbiji. Lakini hivi visima tunavyovichimba, tunavichimba jirani na makazi ya watu, kwa sababu wataalamu wameturidhisha kwamba maji chini ya ardhi yapo katika jiji la Dar es Salaam. Kwa jiji la Dar es Salaam chini kuna asilimia kubwa sana ya maji. Kwa hiyo sasa wameturidhisha. Kwa hiyo tunajaribu kumap out kila mtaa ambao una changamoto ya maji, tunaenda kuweka kisima ambacho kinakuwa mkombozi katika lile eneo husika. Kwa hiyo kile kisima sasa, tukishamaliza tunamwambia DAWASA tuna kisima hapa. Sasa DAWASA ndio kutafuta pampu, kutengeza tenki, kuweza kuona kwamba anapeleka maji kwa wananchi. Na hili zoezi linafanyika na litakuwa endelevu, kwa sababu tumepokea maagizo ya Mheshimiwa Waziri na tumepokea maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama wananchi wataendelea kulalamika huduma duni ya maji katika eneo lenu la usimamizi, je, huko tayari kuwajibika binafsi kama mwenyekiti wa bodi? Na kwa mikakati hii na ambayo tunashirikisha wadau, tunaanza kuwajibika kutoka chini. Na ndio maana kwamba jukumu la ulinzi wa vyanzo vya maji si la mwenyekiti wa bodi peke yake, si la management peke yake ya bodi, si la waziri, si la rais, ni la sisi wote. Yani Bwana Odemba, ukipita sehemu ukiona koki imefunguka, toa taarifa. Yani koki imeharibika, maji yanatirika, toa taarifa. Na ndio maana kuna namba zile ambazo tumezitoa kwa ajili, unapiga free kuwaambia jamani, kuna maji yana sehemu fulani, kuna shida 1 2 3. Kwa hiyo jukumu la ulinzi wa vyanzo vya maji ni jukumu letu wote. Lakini jukumu la kuhakikisha kwamba maji yanamfikia kila mmoja na maji yanaenda yakiwa salama, kwa hiyo hili ni jukumu la sisi wote. Kwa hiyo muwajibikaji namba moja ni mwananchi. Kwa hiyo wewe pamoja na mimi wote tunawajibika katika hili. Wewe hauko tayari kuwajibika? Wote tuko tayari kuwajibika katika hili. Lakini wewe kama mwenyekiti uoni ukiwajibika kwa nafasi yako? Yes, kama sasa yote hao yameshindikana, sasa mimi ni nani tena nitakaye kuwa nang'ang'ania na watu hawana maji? Haiwezekani. Utakuwa tayari kuwajibika? Yes, nitakuwa tayari. Lakini kwa mikakati hii ambao tumeiweka, nakwambia baada ya kufungulia mradi wa Kidunda ambao Dr. Samia ameshatoa bilioni 330, sio pesa kidogo. Kukubali hazina watoe hiyo pesa ni rais wa ajabu. Unajua hili wazo lilikuwa la mwaka 1961. Marais wote katikati hapa hakuna aliyotekeleza. Amekuja Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyu dokta ambaye ni mama, ni mkombozi, ameruhusu hazina itoe bila kikwazo na ameagiza, na tulishafanya doria kule. Nimeshuhudia mimi kama mwenyekiti ambaye ni mwenyeji kwenye bonde hili. Nimempokea Waziri Mkuu Majaliwa, amepewa maagizo ya kuja kukagua ujenzi wa bwawa la Kidunda. Lakini vile vile sasa hivi Waziri Mkuu wetu mpya Mwigulu Lameck Nchemba amepewa maagizo ya kuja kukagua maendeleo ya bwawa hili, na alikuja na kamati zote za ulinzi na usalama ya mikoa hii mitatu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kusudio na nia ya dhati. Na mimi siko tayari kumwangusha Mheshimiwa Rais. Nikimwangusha waziri wangu, ina maana nimemwangusha Mheshimiwa Rais, na siko tayari. Kama Mheshimiwa Rais ametoa pesa bilioni 330 kwa ajili ya kazi hii kwenye bodi ya Wamiruvu, mimi ni nani nisiofanya kazi? Na ndio maana unaweza kuona kwamba waziri halali na mimi kutwa nazunguka, na leo nimetoka kwenye sehemu nyingine kwa ajili ya kufanya kazi, na management yetu inafanya kazi usiku na mchana. Na umesema Rais Samia ni mkombozi kwa Watanzania. Na changamoto hizo ambazo zinajitokeza, umenieleza hapa kwamba Rais Samia ni mkombozi kwa Watanzania. Je, pale ambapo Watanzania wanaona changamoto mbalimbali na hazitatuliwi, ukombozi huo unaonekana? Naomba hapa ni tuweke sawa Hansard, kwa maana kwamba Bwana Odemba, taarifa zifike kwa wananchi. Ukiona mama anasema nina nia ya dhati, ana nia ya dhati kweli. Dr. Samia akisema anamaanisha, waziri wa maji akisema anamaanisha,
Maana yake ni nini? Na Maana changamoto yake hizi alisema, ambazo yes, zinaonekana na alisema ukosefu changamoto wa maji. hizi siwezi kukubali ziendelee katika nchi yangu ya Tanzania. Lakini maji bado Nisikilize, hayapo mpaka nini sasa kinafanyika? hivi, Sikia, nini kinachofanyika? Kinachofanyika sasa hivi, Dr. Samia ameruhusu nchi tuanze kutengeza gridi ya maji ya taifa, na hiyo inaingia kwenye sera, na sera tayari imeshataja wazi. Na ukiangalia dira ya nchi 2050 imetamka wazi tutakuwa na gridi ya maji ya taifa. Sasa gridi ya maji ya taifa, Mheshimiwa Rais amefanya nini? Unaweza kuona sasa hivi ninavyozungumza, waziri wa maji yuko China kuenda kukisha kwamba wenzetu wamewezaji, kwa sababu China unajua, seeing is believing, yani kuona ni kuamini. China wenzetu wamepiga hatua sana kwenye masuala haya ya kuunganisha mtandao wa maji nchi nzima. Hii swala la maji washaondokana nalo, na sisi Mheshimiwa Rais kiu yake kubwa ni kutaka kukisha kwamba swala la kukosa maji si tu jiji la Dar es Salaam, Tanzania yote. Kwa mimi kama bodi naweza nikasema si tu mkoa wa Dar es Salaam, lakini mikoa yote ambayo iko chini yangu minne, kuhakikisha kwamba inapata maji. Na nini kinafanyika? Unaweza kuona sasa, unaweza kuona sasa tulikuwa tunatumia mito miwili, lakini kwenye gridi ya taifa jiji la Dar es Salaam linaenda kufaidika tena na mto mwingine, huu mto wa Rufiji. Kwa maana kwamba kuna mpango mkakati wa kuyatoa maji kutoka Rufiji kuja kwenye jiji la Dar es Salaam. Kuna habari kwamba mpaka sasa hivi kuna baadhi ya maeneo katika jiji la Dar es Salaam hakuna maji. Na ndio maana nikasema wazi hapa habari hauna habari hiyo. Habari tunazo, na ndio maana timu yetu ya watafiti, kuna baadhi ya maeneo katika jiji hili la Dar es Salaam hakuna maji. Yes, habari tunazo, na ndio maana timu yetu ya watafiti imesha map out na mitambo iko kazini, maeneo 30 ndani ya jiji Dar es Salaam ambayo hayapati maji kupitia mto Ruvu, kupitia Wami. Sasa yale tunaenda kuchimba visima kwenye eneo husika. Kwa hiyo kiu ya maji Dar es Salaam itafutika. Na mimi kama mwenyekiti wa bodi ya Wami Ruvu kuhakikisha kwamba vyanzo vyetu vya maji chini ya ardhi na juu ya ardhi vinaenda kunufaisha jiji la Dar es Salaam, lakini si jiji la Dar es Salaam tu peke yake. Hebu angalia mkoa wetu wa Pwani. Nchi imefanya mkoa wa Pwani uwe ndio sehemu ya viwanda, halafu leo hii tukawanyime maji. Haiwezekani. Una habari hata hapa tulipo sasa hivi tunazungumza maji hayatoki hapa tulipo. Inawezekana labda changamoto ya umeme, lakini maji ukiangalia DAWASA imekamilisha. Na takwimu sisi, unajua sisi kazi yetu tunawapa DAWASA takwimu za wingi wa maji. Na sasa hivi tumeruhusu kwenye bodi yetu, kwenye management yetu hailali, ndugu yangu. Hailali kwa sababu gani? Tunayo timu kwenye kila mito, kwenye kila chanzo cha maji, na serikali imetupa fedha kununua vifaa vya kisasa. Tumenunua vifaa vya kisasa. Yale maji ukiyaona tunayakalkuleti kwa sekunde. Mto wa Wami unapitisha maji kwa sekunde lita milioni ngapi? Kwa sekunde moja. Kwa hiyo hizi takwimu tunazipeleka kwa mamlaka husika kwamba tunao maji kiasi gani na tuna upungufu kiasi gani, na kukiwa na upungufu hizi takwimu zinatusaidia kuwazuia watumiaji wenye mashamba wapunguze maji yatakuwa ya kutosha katika eneo lako la usimamizi. Mimi naweza nikasema kwamba Disemba 2026 tunaenda kumaliza huu mzizi, kwa sababu bwawa la Kidunda litakuwa limekamilika. Ni kiu ya Mheshimiwa Waziri wa Maji, ni kiu ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kiu ya Mama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini sio kiu ya Watanzania. Na ndio kiu na ni shauku. Kwa Tanzania sio kiu, kwa Tanzania ni shauku. Wanataka kushangilia, na kushangilia kutakuja baada ya lile bwawa la Kidunda kukamilika. Umeeleza hapa kila mmoja atapata maji kwa wakati. Kwamba Mheshimiwa Rais ametoa mabilioni kuja kwenye bwawa la Kidunda. Kama sijakunukuu vibaya. Ni bilioni ngapi? Bilioni 330. Je, kuna jambo ambalo umma wa Tanzania wamekuwa vile vile wakilisema na kuwashangaa ninyi sana, aidha watumishi wa umma, viongozi katika ofisi za umma, mawaziri, pengine na wanasiasa. Hizi fedha zinazotolewa na serikali, hizi fedha ni fedha za umma kwa maana ya wananchi, ama ni fedha za viongozi wa umma ambao umekuwa mkiwataja kwa majina kwamba kiongozi fulani ametoa kiasi fulani kwa ajili ya jambo fulani? Labda niseme wazi kwa nini tunasema Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 330. Hakuna nyumba inayokosa kiongozi. Kwa hiyo huwezi kusema ile nyumba ni ya kijiji. Haipo. Ile nyumba ni ya Bwana Odemba. Wewe ndio kiongozi. Tunaposema
pesa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa bilioni 330. Yeye ndio icon ya nchi, na sisi tumepiga kura kumchagua yeye kama kiongozi wetu. Atakalosema yeye ametusemea sisi. Kwa hiyo yeye akitoa ndio sisi tumetoa, na ukiangalia zinatokana na kodi zetu. Lakini nani ameidhinisha? Mchukua kwa mfano huu mradi wa Kidunda. Mwalimu Nyerere alianza na wazo mwaka 1961. Marais wangapi wamepita hapa? 5. Wa 6 leo hii Mama Samia Suluhu Hassan ameenda kutekeleza. Mimi niseme tu wazi, labda nikwambie kitu kimoja. Sisi kama bodi ya Wamiruvu, Mama Samia hatudai. Sisi anatotudai yeye ni kusimamia fedha ambazo amezitoa. Fedha zile ni kodi za wananchi. Yeye ameruhusu zitoke hazina ziende zikatengeneze bwawa kubwa, na sisi hatutakuwa kikwazo, kama anavyosema Mheshimiwa Waziri wetu wa Maji kwamba hatutakuwa kikwazo kwenye kukwamisha miradi ya maendeleo, na sisi hatutakuwa kikwazo kwenye kukwamisha ujenzi wa bwawa lile. Lugha gani ambayo inapaswa kuwa sahihi? Ni kwamba rais ameidhinisha fedha za umma kwenda kufanya jambo fulani la umma, ama rais ametoa fedha kwa ajili ya jambo fulani? Kama tumepiga kura wote, hipi ni sahihi? Usahihi unakuja hivi: kama tumepiga kura kumchagua mama kwa maana ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mwakilishi wetu, kwa maana ndio kiongozi wetu, hata ukisema yeye amefanya ni sawa. Lakini fedha ni za watu gani? Kwa hiyo sasa ukisema yeye amefanya, sasa unakuja huku watakwimu wanakwambia okay, anafanya ni kwa sababu anakusanya kodi kutoka kwa wananchi, anakusanya fedha kutoka kwa wahisani, anakusanya fedha kutoka kwa wadau mbalimbali, na ndio maana ametoa. Kwa hiyo huwezi ukataja hawa wadau mbalimbali wakati icon yetu yupo, na icon yetu kama yupo, kwa nini usimtaji? Huwezi ukasema watoto hawa ni wa kijiji wakati baba yao ni Odemba. Kwa hiyo wananchi hawapaswi kutajwa kwenye fedha zinazotolewa na serikali kwenda kufanya majukumu. Changamoto hiyo baadaye mimi pia kama mwenyekiti nitakiwa nitajwe kama mwenyekiti wa Wamiruvu Bwana Nixon Lutenda ametoa fedha? Hapana, lazima tuwe na icon ambaye ni kiongozi. Sasa hivi kiongozi wa nchi hii ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Hakuna kiongozi mwingine. Kwa hiyo yeye akifanya ndio tumefanya sisi, na roho yetu inakuwa baridi. Kwa hiyo wananchi hawapaswi kutajwa pale fedha zinapotolewa kwamba ni fedha zao. Ukitaja sawa. Lakini wewe unaonaje? Wanafaa kutajwa kwamba mimi kama tumekubaliana huyu ndio kiongozi wetu, na si kukubaliana kwa kuambiana tumepiga kura na ushindi umeonekana, huyu ndio rais wetu. Akitajwa yeye, mimi najisikia raha sana, kwa sababu ndio nilioenda kutia tiki pale. Wewe akitajwa rais kwamba ni mwenye fedha, unajisikia raha? Najisikia raha kwa sababu nimekubali mwenyewe, kuliko akitajwa wananchi kwamba hizi fedha ni fedha za wa Tanzania. Kwa hiyo kwako kipaumbele ni fedha za rais kuliko fedha za Watanzania. Katika uongozi wako ama kwa uongozi wako kama mwenyekiti wa bodi, ni jambo gani moja kubwa ambalo unakiri ya kwamba halijafanikiwa vizuri katika usimamizi wa rasilimali za maji na hatua hazijachukuliwa? Na hata ukijitathmini unaona katika hili kwa kweli tumewakosea hawa Watanzania. Mimi niseme wazi, nimechukua bodi hii sasa, huu ni mwaka wangu wa kwanza kama kiongozi wa bodi. Moja ya sehemu gepo kubwa ambalo naliona hatujafanya sahihi, kutoa elimu kwa umma. Kwa hiyo maanake ni kwamba taarifa ni muhimu. Yes. Tuko kwenye wiki wa maji na nimeona mkija na kauli mbiu kuelekea katika wiki ya maji. Nimeona mmekuja na kauli mbiu ya 1575. Nimeona DAWASA wakipambania, lakini vile vile nimeona katika kurasa wenu ya 1575. Hii ina maana gani kwa mtu asiyeweza? Na ndio maana tunasema sisi tuko ni kama vile unajua timu ya mpira wachezaji tunapasha misuli. Kwa hiyo siku ya kilele Mheshimiwa Waziri wa Maji Juma Hamidu Aweso ataenda kutoa hilo fumbo la 1575 linamaanisha nini, na litakuwa ni ukombozi kwa Watanzania. Lakini ninyi hamjui maana yake. Sisi tunajua maana yake, lakini mwenye kubonyeza kitufe ni yeye mwenyewe ambaye ana jukumu kwenye wizara yetu ya maji. Kwa hiyo unajua kwenye familia hawezi kuwa kila mmoja ni kambare ana ndevu tu.
lazima tuwe na kiongozi atakayeongoza. Kwa hiyo sasa sisi fumbo hilo tumeliacha hivyo, tunatengeneza shauku na hicho kitufe ataenda kubonyeza yeye. Kwa hiyo na kambale wetu ni Juma Hamid Aweso. Juma Hamid Aweso. Kuelekea katika wiki hii ya maji, Wami Ruvu, ni jambo gani kuu mlilo nalo la kujivunia? Sisi kwanza tumepata heshima. Tumepata heshima. Nchi yetu ya Tanzania ina bodi za mabonde 9. Katika bodi zote za mabonde 9, sisi bodi ya Wami Ruvu tumeonekana tuwe wenyeji wa wiki ya maji kitaifa. Kwa hiyo kupewa heshima na wizara, kupewa heshima na Mheshimiwa Rais ya kuwa mwenyeji ya wiki ya maji kitaifa, tunabidi tuoneshe mambo. Na vitu gani tunaenda kuonesha? Tunaenda kuonesha wajibu wetu sisi kwa wananchi. Sio wajibu wetu sisi kwa viongozi wa bodi. Mwenyekiti, naam, rai yako ni nini tunapotamatisha? Mimi rai yangu niseme tu wazi kwamba bodi ya Wami Ruvu imefungua milango ya wananchi kuja kupata elimu ya namna gani ya kuweza kupata vibali vya kuanzisha visima, ya kuweza kupata vibali ya kuweza kuanzisha mashamba, ufugaji wa samaki. Lakini vile vile rai yangu kubwa ni kwamba ili tuwe na usalama wa nchi, lazima tuwe na uwezo wa kulinda vyanzo vya maji. Tusipovilinda vyanzo vya maji, basi tutakuwa na matenki ambayo si msaada kwetu. Tutaenda kupigia picha tu, tenki hili zamani lilikuwa na maji, kwa sababu maji tumeharibu kwenye vyanzo. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba jukumu la ulinzi wa vyanzo vya maji si la bodi peke yake. Jukumu la ulinzi wa vyanzo vya maji vinaanza mimi mwenyewe pamoja na wewe. Nixon Lutenda, mwenyekiti wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, ninakushukuru sana. Asante sana. Nakushukuru sana na ninakutakia kila la heri. Asante sana. Mtazamaji, huyo ni Nixon Lutenda, mwenyekiti wa bodi ya maji bonde ya Wami Ruvu. Kwa niaba ya wote ambao kuna mmoja mwingine wamefanikisha uwepo wa kipindi hiki, nikianza nawe mtazamaji ambaye umechagua kipindi hiki kuwa kipindi chako bora kabisa cha siasa hapa nyumbani, nasema asante. Kwa niaba ya crew nzima ya Medani ambayo wamefanikisha uwepo wa kipindi hiki, nasema asante. Kwa niaba ya mkuu mwenyekiti wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, ndugu yetu Nixon Lutenda, pamoja na crew yake nzima kutoka Wami Ruvu, nasema asante. Mie ni Odemba Chief. Itoshe kusema kwaheri ya sasa na wakati mwema.